الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الحمد لله، بعد kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na kipenzi cha Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wasieni ndugu zangu, najihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kufaulu hapa duniani na akhera kupatikana kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baada miaka 1448 ndio hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ya ahbabu fillah, tunaishi kwenye mwaka mpya. Kuna mwaka ambao tumeumaliza na kuna mwaka ambayo tumeuingia, mwaka mpya inshallah taala. Muhimu kuangalia mwaka tuliopita na kujihisabu na kujiangalia na kujipanga huyu mwaka unaokuja inshallah taala, tuishi kwa njia ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu sana ya ahbabu fillah. Na kusikitisha, mara nyingi leo ukimuuliza hata kijana yoyote, simama tu pale msikitini nje, muulize mtu tarehe ya leo ni ngapi, atakwambia tarehe 19. Mwezi gani? Atakwambia ni June. Ama atakwambia ni June. Mwaka gani? 2026. Hata mmoja kwenye ansa hizo haitoki ya Kiislamu kwamba ni tarehe 3 ni Muharram ni 1448, hata mmoja takriban. Wazima alhamdulillah, wengine illa man rahima rabbi. Sasa mtihani mkubwa uliotupata sisi ni kufuata mambo mengine ya wengine, haya yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhikia, yamepangwa na mtumi na masahaba na wengineo. Tunaiona mengine hata hayana maana. Leo utaona kwenye wiki kuna Idi 3, kwenye kila wiki kuna Ijumaa mosi ambayo ni Mayahudi, kuna Jumapili ambayo ni Manasara, kuna Ijumaa ambayo ni Waislamu. Lakini sisi tuko tayari, hiyo Jumapili ndio siku yetu ya kupumzika, ndio siku yetu ya kufanya kila kitu. Ijumaa hata ile kupata wakati ya kuisikiza khutba na haraka na kimbia kazini itakuwa tabu, mbona imamu yarefusha? Nayo ni siku yako ya Idi. Allah subhanahu wa ta'ala zawadi zake, mpaka sala umepunguziwa ikawa ni rakaa 2. Lakini haya yetu mengine tunayoona hayafai. Lakini inshallah ta'ala tumombe Allah subhanahu wa ta'ala turehemu yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahbabu fillah, mwaka mpya ulioanza, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie mwaka wenye khairi, wenye baraka. Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie mwaka wenye mafanikio mengi inshallah ta'ala, wa amani. Mitihani tunaona duniani, vitu vinavyopanda, shida, matatizo, Waislamu wanapopigwa na mengineyo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala mwaka ulioanza insha Allah ta'ala uwe ni mzuri zaidi kuliko mwaka uliopita. Allah subhanahu wa ta'ala tupe mafanikio, atupe khairat insha Allah ta'ala. Kwenye kumalizika mwaka ya ahbabu fillah, la muhimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah, akasema la taqumu as-sa'ata hatta yataqaraba as-samaa, saa ama kiyama hakitosimama mpaka zama zikurubiane, ziwe ni karibu sana. Akatoa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwaka utakuwa ni kama mwezi, mwezi utakuwa tu ni kama Ijumaa, Ijumaa itakuwa tu ni kama siku, siku itakuwa tu kama lisaa, litapita tu. Na leo ndio utaona Disemba tu, hesabu tu Disemba, hiyo Disemba mpaka Disemba, Muharram mpaka imeingia Ramadhani, hiyo imesha tayari Ramadhani nyingine, Ijumaa mpaka mimi huona nyingine kitoa khutba Ijumaa, sema alhamdulillah, kuna wiki nzima kujipanga, siku ya pili tunapata ni Ijumaa tayari. Hasa la muhimu ndugu yangu, umri wako wenyewe si kama umri ya kina Nabiyullah Nuh 1000. Umri wako mwenyewe ni miaka 60, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kifanya 63, Sayyidina Abu Bakr 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali alikufa na 63. Hasa umri huyu wa 63 ambao ni mdogo, nusu yake wewe pia umekufa 30, ama punguza kidogo, umelala umefaidisha nini? Takriban mara nyingi umepunguza hapo.
umebaki na 30 huyo 15 ni mpaka kubalighi, usali, ufungi, ufanye, ujui, uelewe, wajifundisha, umebaki na 15. Sasa 15 huyo ndio kate za kuingia chooni, za kucheza mpira, kuangalia Arsenal, kufanya haya, kuingia hospitali, kufanya mengine yote, punguza, umebaki na nini? Ni kidogo sana. Sasa ya ahbabu fillah, la muhimu kila mwaka ukienda, la ajabu utapata vile watu hufanya celebration ya birthday yake, kutojua kwamba mimi umri wangu umepungua, safari yangu imekurubia. Hapo ndipo kujipanga. Hupo unapokwenda si mahali ikiwa kujipanga na ukafanya mpaka ukawa wewe wafurahi, wacheka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza kwenye Qur'ani akasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Usifanye mchezo, uogope na ujiandae siku ambayo utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza mbele, Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, sahabiyun jalil, alikula na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiishi karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepokea hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa dakika za mwisho wa umri wake kuondoka duniani, yaonekana yualia na huku yuafa, yualia. Sahabiyun jalil, sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Unalizwa na nini ya Abu Hurairah? Akasema, tulu safari wa qillati zad, safari ya akhira ni mbali sana na zawadi lozibeba ni kidogo sana. Huyo ni sahaba alikula pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo Mola subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akasema, radiyallahu anhum wa radu anhu. Anakwambia safari ni mbali sana, niloyabeba mimi ni kidogo sana, naogopa isinifikishe mimi na wewe. Hali yetu ndugu yangu itakuwa vipi? Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim. Sasa kila umri ama kila mwaka ukishamalizika, ujue kipande kwenye umri wako kimepungua, umri wako umepungua, safari imekurubia, na ni muhimu sana. Sasa la kufanya, mwaka umekwenda ya ahbabu fillah. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ardaha akasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mujihisabu kabla kusimama. Kuna siku Mola amesema, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni mbele yangu wataulizwa. Sayyidina Umar anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kabla kusimama kuhisabiwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, ujihisabu ndugu yangu. Hapa ukijihisabu, ukijiona una mapungufu, unaweza mkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaomba msamaha na Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe. Lakini ikiwa madhambi umeyabeba, umekwenda nayo mpaka kaburini kwako na hukutubia, ama unafanya taswifu tauba, bado ni mdogo, shetani akupe tu hizo, bado wewe bwana utafanya haji, utatubia, bado wewe bado, mpaka mara nyingine unapatikana huyo malakul maut ashakutembelea. Wangapi ambao ni umri wako ndugu yangu hawako duniani? Wangapi ni wadogo wako hawako duniani? Wangapi jana walikuwa hai leo hawako? Wangapi hapa msikitini mwaka jana tulifunga na wao, tulikuwa na wao mwaka mpya, leo hawako? Wangapi manyumba watoto wamekuwa mayatima kwenye mwaka huyu? Wangapi walikuwa na afya yao leo ni wagonjwa, hawezi hata kutembea kuja msikitini? Wangapi walikuwa ni hai leo hawako? Ya ahbabu fillah, hasa tunaambiwa wazinu anfusakum qabla an tuzanu, kabla hamja amali zenu zikapimwa, ujipime, ujiangalie. Alyawma amalun wala hisabu wa ghadan hisabun wala amal. Leo ni siku ya kuchota, fanya amal ndugu yangu, amalun wala hisab, hakuna yoyote. Wacha sala alfajiri, hakuna atakupiga, hakuna atakuumiza. Kula riba, fanya haya, fanya yale, lakini wa ghadan hisabun wala amal. Ukishaingia kaburini kwako ndugu yangu, ni hisabun wala amal. Usije ukajuta ukasema rabbi rji'un a'malu salihan fima taraktu, kalla, nirejeshe na mimi ya rabbi, nirudi na mimi nifanye mazuri. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, ikishafika wakati wako malakul mauti akawa amekutembelea, omba dakika 10 mpe mulku wa dunia, mwambie nakupa milioni 10, kila dakika moja niuzie kwa milioni 1, atakubali? Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Masala muhimu kwenye kujihisabu, mambo ambayo tutahisabiwa nayo na Allah, ambayo tutaadhibiwa tukiwa tumefeli, ni kwenye mambo ya faradhi.
Tuangalie haraka ndugu yangu kwenye kujihisabu kwenye faradhi zetu. Kila siku kama Muislamu unatakana usali sala 5 mwaka, ndugu yangu 360 days, piga tu wewe ni 1800 sala 1800 umeziswali kamili. Ikiwa umeswali kwa jamaa, nyumbani pia kumeswaliwa, watoto wanaswali nyingine mwaka mzima. Ndugu yangu kwenye kujihisabu, una Ijumaa 50. Angalia rahma za Allah anavyotupenda. Wewe hapa tu Malindi ukaona ukajua nyumba fulani kuna mtu fulani kila wiki anachinja ngamia sadaqa, unajua masha Allah ni makubwa anafanya. Allah subhanahu wa ta'ala, mimi na wewe ametupa ni zawadi tu kule kujileta mapema msikitini. Mtume wa sala anasema mwenye kuja mapema anapata zawadi za ngamia, kuchinja ngamia kwenye hasanati zake. Ukachelewa ng'ombe, ukachelewa mbuzi, ukachelewa kuku, yai, wengi tunajipatia kule, na hiyo umejifundisha kabisa. Mara nyingi wewe mtafute utapata yule mara ndio yuko pale pale, imekuwa ni normal. Anaona zile dakika 10 nikifunga kazi kule, afadhali biashara bado inaendelea. Allah subhanahu wa ta'ala alikuambia fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tena nayo lakini tupo tunaambiwa ngamia hatuko tayari, ng'ombe hatuko tayari. Sisi tunapokwenda tunataka cash in hand, hapa ukanipa hapa. Lau mimi niseme kila atakayekuja ngamia inauzwa $1000 takriban, atakayekuja saa 4 ama saa 3 hapa msikitini ana $1000, tutahitaji misikiti 10 kama haya kujaza. Watu watajaa mapema, Waislamu na sio kwa Waislamu watakuja mapema. Lakini ikiwa Allah amesema kwamba utapewa ngamia, utapewa ng'ombe, ama hapa, hebu angalia upime. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha, dunia mzima na ndio ndani yake yote, rak'a 2 za alfajiri kabla alfajiri zinashinda. Leo acha kupewa dunia mzima, wewe ukaambiwa unapewa tu flati moja hapa duniani, utazisali rak'a 100. Lakini ndio hali yetu ndugu zangu. Sasa la muhimu lingine ya ahbabu fillah, angalia hali yako na Qur'ani kwenye mwaka mzima uliokupita. Hali yako na Qur'ani ni vipi ndugu yangu? Kuna watu tunaoishi na wao, mtu anaingia msikitini hatoki mpaka malize Qur'ani mzima. Leo mwaka wake akifungiwa, ana kwenye akaunti yake Qur'ani mara 360. Mimi na wewe tumemaliza mara ngapi ndugu yangu? Huko tunapokwenda kuna matajiri na maskini, pepo kuna level, lowest level, medium level na highest level, ya juu kabisa. Na yote kuingia, tunaingia na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zile levels ni wewe hapa, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Utaitofua sawa wewe ambao hufungui Qur'ani, ama umepitikiwa mwaka mzima hujamaliza Qur'ani, leo wewe ukawa sawa na anayehitimu kila siku 3. Haiwezekani. Ndio mama moja amepatikana Qur'ani ilikuwa pale, akaficha pesa zake kwa ndani ya Qur'ani. Mwingine akamwambia mama, unafanya nini? Akamwambia Waislamu hufunga mpaka Ramadhani Qur'ani, hizi ziko amani hapa, zikifika Shabani lazima nizitoe, otherwise itakuwa hatari sana ndugu zangu. Lingine ya ahbabu fillah ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi zama kwamba mwaka unakwenda, Mtume sallallahu alaihi wasallam nasiha yake ni kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil. Uishi kwenye dunia ndugu yangu, wewe ni mgeni. Wangapi mbele yako wameondoka? Hapa ni kama tuko airport ndugu yangu, kila siku malakul maut anakuja na listi yake. Kila siku listi kama hiyo anakuja, uko tayari, umejiandaa, hujiandaa, ni mgonjwa, una afya, atakuchukua madamu uko kwenye listi. Anakwenda anabaga, anakuja anawachota wengine, anakwenda anarudi. Sote kulluna wahidun, tupende tusipende, sote tuondoka ndugu zangu. Lakini utaondoka vipi? Utaondoka umeridhikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Utaondoka sala zako ziko sawa? Utaondoka moyo wako umefungana na Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani? Ama utapatikana hali gani? Hiyo sala alfajiri pengine hata uisali mara nyingine, Qur'ani uko mbali nayo, na una madhambi ambayo baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. It is never
tule. Ni muhimu sana advice ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye nyakati kama hizi. Ya ahbabu fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema patiliza mambo matano kabla kupatikana na matano. Mtume wasali ightanim khamsan qabla khamsin. Na wewe mwaka mpya sasa tumeingiwa nayo, yanokupita tuna mambo matatu ndugu yangu, lazima ujue. Mamadha fata, umri ulokupita ushakwenda, haurudi. Walmuammalu ghaibun, utakayokuja wewe Ramadhani kwamba nitafika, ama hakuna yoyote hapa anaweza kuinua mkono akasema nina hakika sala al-asiri nitasali ya al-asiri totasibali. Walmuammalu ghaibun, huko mwaka ujayo 1449 mimi ama wewe ndugu yangu hapa tutakuwa pengine hatuko tena. Walakal waqtu alladhi anta fi, huyu wakati ni wako wa kupatiliza. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ightanim, huyu kwenye mwaka mpya patiliza mambo matano kabla kupatikana na mambo matano. Mtume sallallahu alaihi wasallam, shababaka qabla harami, patiliza ujana wako, udogo wako kabla uwe masao uko hospitali ndugu yangu, kabla watamani uko kwenye makoma, kabla watamani watolewe mikojo taabani, kabla watamani kusimama kusali tahajjud, kusimama miguu yanakataa, kabla kutamani kusoma Qur'ani macho yanakataa. Patiliza unapokuwa ujana wako kabla hujapatikana na utu uzima ukakulemea na huwalemea wengi. Lingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla saqamik, patiliza afya yako ndugu yangu kabla kupatikana na maradhi. Na ni kitu kwenye mambo ambayo pekee hayapatikani wala hayahusu. Hakuna duka ambayo utatoa milioni 10 ukanunua afya siku mbili, hakuna. Kuna wangapi wanaulia ndugu yangu wapate usingizi? Kuna wangapi wanasumbuliwa na moyo? Kuna wangapi wanasumbuliwa na kidney zao? Kuna wangapi maradhi juu ya maradhi? Sihataka qabla saqamik, kabla hujatembelewa na maradhi ndugu yangu, patiliza ukiwa na afya, patiliza ufanye mazuri khairati, tanguliza ndugu yangu kwenye umri wako mchache. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ghinaka qabla faqrik, patiliza ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia na amekupa kabla kufukarika kwa umekosa. Mara nyingi utaona mtu anayo hapatilizi, hafanyi, na unakuwa maskini, upende usipende ndugu yangu, maskini sapuli mbili. Mara Allah subhanahu wa ta'ala alokupa hayo mali ni amana, anayachukua. Mara nyingine utaondoka mwanadamu, utaondoka empty handed, huendi kaburini hata na mto ndugu yangu, huendi na kaburini hata na godoro ndugu yangu, uko peke yako. Hasa umekuja mikono mitupu, utajaribu kukusanya kila kitu hapa duniani na utaondoka mikono mitupu ndugu yangu, na lakini utaondoka na maswali tele, kila shilingi umeipata vipi na umeitumia vipi. Hasa lingine nasiha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasia wake, firaghaka qabla shughli, ule ikiwa una nafasi una wakati, patiliza ndugu yangu kabla kupelekwa mbio na kazi na biashara na maradhi na mengineo. Patiliza ikiwa uko na time ndugu yangu, patiliza ujenge. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah, Allah amekupa mali, jenga akhira yako. Allah amekupa nguvu, jenga akhira yako. Allah amekupa elimu, jenga akhira yako, kwa sababu kulluna rahilun, sote ni wenye kuondoka hapa duniani. Na lingine la muhimu zaidi na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik, patiliza uhai wako, roho himo ndugu yangu, kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ulikuwa mbali na Qur'ani, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa uko mbali mwaka yaliyopita, uko mbali na sala alfajiri, jikurubishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umekata kizazi, jikurubishe na Allah subhanahu wa ta'ala, unganisha kizazi chako, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ahbabu fillah, hizo ndizo nasiha za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhijra, mwaka huyu umeanza, ni aligura Mtume sallallahu alayhi wasallam baada mtihani mkubwa aliopatikana nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuumizwa na kuuawa na masahaba zake, akagura na Mola subhanahu wa ta'ala amempa nusra kubwa sana. Mimi na wewe tugure maasi, tugure machafu, tugure ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, nayo iwe ni mwaka mpya inshallah ta'ala. Yalopita sasa mwaka mpya
niwe nimefungua safha jadida, kwamba mimi insha Allah taala Mola akanipa umri, insha Allah tahakikisha sala zangu, insha Allah tahakikisha Qur'ani yangu, insha Allah tahakikisha sala yangu ya jamaa na mengineyo ya ahbabu fillah. Lingine kwenye kujihisabu ya ahbabu fillah, sote ni wenye kukosa, tupende tusipende, alotuumba hakutufanya minal masumin. Mimi na wewe hatukuprotektiwa, mitumi na malaika wameprotektiwa. La ya'suna Allah, malaika Mola anasema ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mimi na wewe Mola akasema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Mwakosa, mwateleza, kupende musipende, lakini mwenye kusamehe ni mimi. fastaghfiruni aghfir lakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn adam khata, si shekhe si sharifu si nani yoyote, kullu ibn adam khata, lakini khairul khata'ina at-tawwabun, bora ya wenye kukosa ni wenye kukimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuingiliwa na mwaka mpya, baada kujihisabu tukaona mapungufu yetu, basi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anarutupa uwalishi mkubwa sana, akasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Anasamehe madhambi yako yawe kiasi gani mpaka ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, umewahi toba kabla ya kufa na kusamehe Mola subhanahu wa ta'ala. Watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Sasa ni muhimu ayuha alahbabu fillah, tujihakikishe sala zetu tunasali kwa wakati, Qur'ani una wirdi yako ya kila siku, na sadaqa japokuwa hata mara moja kwenye wiki. Birrul walidain, hao wazazi wanakulilia, hao wazazi wanaotamani kuzungumza na wewe, hao wazazi ukiona simu yao mara nyingine hushiki, hao wazazi waliokufa na tamani dua yako leo amali zao zimekatika. Ndugu yangu, sila birrul walidain, afanyeni wema wazazi wetu. Mtu anakuja ndugu yangu anakuuliza, shekhe, mama mpaka amekufa sijawahi, mimi tulikuwa hatuzungumzi, sijawahi kumwomba msamaha, leo amekufa nitatubia vipi? Kufika mpaka hali kama hiyo. Ndugu yangu na miaka 3 mimi sijazungumza na yeye, leo amekufa ghafla, mimi nitatubia vipi? Kabla kufikiwa na hayo yote, ndugu yangu, mimi na wewe twajua, tukilala twaweza tusiamke, turakibishe, tujirakibishe, tujipendekeze kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Dua tufanye kwa wingi ndugu zangu. Matatizo, shida, tuna direct line na Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kutatua shida, matatizo, sampuli yote Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari. Na kwenye mwaka pia inshallah ta'ala umuombe Allah subhanahu wa ta'ala liwefanya, kuna mafungufu mengi. Ya Rabbi, uliwafikia watu wema na mimi niwafikie. Ya Rabbi, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. La muhimu ya ahbabu fillah ni Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Wewe ni milionea kiasi gani, wala sura zako ni nzuri kiasi gani, Mola mambo mawili hana haja nayo, lakini sisi huyapa priority, ni sura zetu na mali yetu, tupate kwa halali kwa haramu, bora niyapate. Walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Mola yuangalia nyoyo zetu. Nyoyo leo Allah subhanahu wa ta'ala akiziangalia haridhiki nazo. Waingia msikitini una ndugu yako Muislamu, huzungumzi na yeye. Waingia msikitini una jirani yako, huzungumzi na yeye. Waingia msikitini unaswali swala zako 5, unafunga, unafanya, una ndugu yako, huzungumzi na yeye, una jirani yako na wengineo. Ni muhimu ya ahbabu fillah, muhimu ni tusafishe nyoyo zetu. Mola subhanahu wa ta'ala anasema kuna siku tutakwenda na mtihani mkubwa, tutaangaliwa nyoyo zetu, na tukifeli kwenye nyoyo zetu tumefeli. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, moyo uliosalimika na hikdi, hasadi, chuki, mabaya. Tusafishe kwenye mwaka mpya tumeingia, tusafishe moyo wetu. Mola akituangalia nyoyo zetu zimesafika. Ukiondoka hapa ndugu yangu, ukiwa kuna jambo lolote Mola subhanahu wa ta'ala walifanya, ikiwa wewe ni kwa wazazi wako,
ni umekata kizazi chako, umekuwa mbali na Qur'ani, umekuwa mbali na salatul jamaa na mengineyo, ndugu yangu, kabla malakul mauti haja kukutembelea, jirakibishe haraka. Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari. Wewe jirakibishe leo, kesho ukaondoka duniani, Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni mkweli na ukatubia, ulaika nubaddilu sayyiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala atabadilishia, Allah subhanahu wa ta'ala yubaddilu Allah sayyiatihim hasanat, atazibadilisha mabaya akayafanya ni mazuri. Ayu ahbabu fillah, umalizia ya ahbabu fillah, athiqatu billah, tufunganishe moyo wetu na Allah subhanahu wa ta'ala, tumkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala. Shida na matatizo tunayoyapata mara nyingi, imani zetu zilivyodhoofika, leo unapata mwanadamu anakimbia kwa mwanadamu wenzake, hati anitengenezee biashara yangu. Leo unapata mwanadamu anamkimbilia mchawi, ati nitengenezee ndoa yangu. Leo unapata mtu nitengenezee afya yangu, mfanye yule anipende mimi. Allahu akbar. Twenda wewe wapi ndugu yangu? Tuhakikishe kuna mambo yanatupeleka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi moja kwenye mashekhe akaulizwa juzi, akaambiwa mbona, kwa nini sisi tunaomba dua, ndugu zetu Gaza kule wanauawa, wanamalizwa, tunalia, tunaomba mikono, tunaomba na hatujibiwi, ni vipi? Akatoa kisa cha haraka, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwenye ghazwat Uhud na awaliwaweka masahaba kadhaa juu ya jabali pale, akawaamrisha musiteremke mpaka mimi nitoe amri. Walipokuwa wameona wamefanyikiwa, wale wakaasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine tamaa ya kidunia, wakashuka kufuatilia ghanima na mengine, wakaumizwa na masahaba, wakauawa 70. Ukaenda Uhud unapata mpaka Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akapigwa panga, vunjwa meno, magoti, akaumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, ikiwa masahaba hao na ni masahaba kidogo walimkhalifu Mtume na Mola subhanahu wa ta'ala, wamefanywa hali hiyo, mimi ikiwa dunia mzima tunakhalifu Allah subhanahu wa ta'ala, vipi dua zetu zitajibiwa? Ndugu zangu, dunia mzima tuko tunamaasi Allah subhanahu wa ta'ala, maasi yamekuwa waziwazi. Mtu ufungue TikTok maasi, tembea nje maasi, simu maasi, tumezingirwa na kila mahali. Hasa ni Mola subhanahu wa ta'ala kuturahamu yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka mabadiliko yapatikane kwetu sisi, tujibadilishe, tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio nusra ipatikane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu alhibabu fillah, mwaka mzima uliopita umetupita na mwaka ujayo umetuanzia inshallah taala. Hatujui tumeandikiwa nini, hakuna mengi kwenye umri wetu, hata kushauriwa hatukushauriwa. Jina lako hujaulizwa, tukuite jina gani, uzaliwe lini, ufe lini, yote haya. Lakini sisi tunaweza kujipendekeza, kufanya, kujihisabu, kufanya mazuri, tujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie ikiwa sala zetu za faradhi tunazisali, tuhakikishe kuna sunna tunazifuatiliza. Mtume sallam ametupa sala, akasema rakaa 10 mwenye kusali za sunna kila siku, bana Allahu lahu baitan fil janna, baitan fil janna, iliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi lakini nilivyosema vile moyo umefungana sana na dunia, baitan fi Malindi tungemsali sote, lakini baitan fil janna, angalia hali yetu mara nyingine utapata ndio hivyo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanye min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala shida, matatizo, maradhi yalotujaa, yalotuzingira, Allah subhanahu wa ta'ala tuondolee kila mwenye shida na matatizo. Allah subhanahu wa ta'ala mtatulie kila mwenye haja yake, Allah subhanahu wa ta'ala ampe, na kila walokufa ndugu zetu Allah subhanahu wa ta'ala afanyie kaburi zao rawdatun min riyadil janna, na wazee wetu wagonjwa na wengine wako hospitali, Allah subhanahu wa ta'ala ape shifaan ajilan ghaira ajilin. Na sisi tusiondoke hapa duniani isipokuwa tumepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe kalima yetu ya akhir ya mwisho ni la ilaha illa Allah. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.